lakini Daudi akakaa Yerusalemu, naye Yoabu akaupiga Raba akauangamiza. Ikawa mwanzo wa mwaka, ni desturi wafalme wafanyaje? Watokapo kwenda vitani. Ni desturi, lakini tunaona mfalme Daudi hakutoka kwenda vitani, na walioenda vitani walishinda vita ile. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Walishinda ile vita, lakini nataka ujue kitu kimoja. Mwanzoni mwa mwaka, kwa nini ni vita? Mwezi wa kwanza au mwanzo wa mwaka ni lango la mema na mabaya. Ukiangalia Zaburi ya 65 mstari wa 11, Biblia inazungumza, Daudi anazungumza kwamba umeuvika mwaka taji ya wema. Ile amina. Umeuvika mwaka nini? Taji ya wema wako. Kwa Mungu alishamaliza, ameandaa kila aina kitu kizuri au chema kwa wale ambao wanakaa ndani ya huo mwaka. Haleluya. Ni kwa kila mmoja, kwa sababu Mungu yeye alishamaliza, ameuvika wema wake. Kwa hiyo ndio wakwambia Januari ni lango la vitu vitakavyopitishwa hapo. Haleluya. Amen. Kwa hiyo na adui anafahamu kitu gani kinachofanyika Januari na mwisho mwaka. Ndipo sasa kuta kuna vitu vingi vinafanyika sana kwenye mwisho wa mwaka. Manake anaandaa mkakati wa mwaka unaoanza. Mwaka huo anatunga mashauri na kuingia vitani. Takuonyesha. Haleluya. Ndio maana ni muhimu sana kukomboa nini? Wakati kwa maombi na kutamka mema ya mwaka mzima. Mungu alishamaliza. Ndio maana tuna ufunuo sisi kuja mwanzo mwa mwaka na familia. Amina. Kuzungumza kwa ajili ya familia. Maanake una mkabidhi Bwana njia zako. Haleluya. Mwaka mzima tumekuja hapa tukiomba na familia, tukikaa muda mrefu hapa na tumemimina mioyo yetu kwa Bwana kwa ajili ya mwaka, mwanzo wa mwaka. Mungu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu ni nini unachozungumza? Kwa sababu mipango mlionayo ya familia ni muhimu sana. Mwakani usikosee. Ingawa sasa hivi tunaweza kuomba. Amina. Tutaomba kwa ajili ya umwezi, manake ndio utakao mwaka tunamalizaje. Mungu asifiwe. Ni utakavyoamua huu mwaka utaamua tunamalizaje mwaka. Haleluya. Tunategemea tumalize vizuri, lakini tunamalizaje inategemea sana na tunataka nini. Mungu apesi. Ndio maana ya maombi tuliyofanya tarehe 1. Msingi wa maisha ni msingi wa maisha kwa sababu ni mwezi wa vita. Kama vile tunavyofanya tathmini na kufanya mkakati wa kushinda, na lango la giza nao linafanya kazi na tathmini, wapi walitushindwa, wapi hawakufanikiwa katika kutukamata. Kwa sababu jinsi tunavyomwinda ibilisi tunataka kumgonge, na yeye anawaza hivyo hivyo, kutugonga kisigino. Sisi tunaweza kugonga nini? Kichwa. Haleluya. Na yeye anavizia kugonga kisigino ili kutukwamisha, akishughulika kwa kutoa makafara mengi sana.
akishughulika na vitu vingi sana kuvifanya. Ile Wafalme wa kwanza 20:22, kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 20:22. Wafalme wa kwanza 20:22 inasema hivi: naye yule nabii akamjia mfalme wa Israeli akamwambia, enenda kusanya nguvu zako, ujue na kuangalia ufanyavyo, kwa maana mwakani mfalme wa Shamu atakuja juu yako. Mfalme wa Shamu atakuja juu yako. Kumbuka vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme na mamlaka, wakuu wa jeshi ya pepo wabaya, amina, na wakuu wa giza. Ndio vita vyetu. Ni mwezi wa kubomoa misingi na kujenga msingi. Ni mwezi wa kung'oa mapando yaliyopandwa, iwe kwenye ndoa, kwenye uchumi, kwenye elimu, kwenye familia, kwenye kizazi chetu. Mtumishi wa Mungu amezungumza asubuhi hapa, haleluya. Lakini mwezi wa kuharibu yaliyojengwa. Mungu asifiwe. Alafu tunajenga na kupanda. Tunajenga nini? Tunajenga nyumba tulizozuiliwa tusijenge. Tunajenga mahusiano yaliyoharibiwa, yaliyozuiliwa. Tunajenga uchumi ambao umevurugwa, haleluya. Lakini baada ya kubomoa, tunapanda utajiri ulioondolewa, tunapanda amani, tunapanda biashara. Ni mwezi wa kuomba, wa kutamka vitu. Mungu asifiwe sana. Lango la giza lilishamaliza kazi yake ya kujenga na kupanda uharibifu kila mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka. Lilishamaliza. Hata kama hujui, lakini jua kazi walishamaliza. Bwana ape sifa. Haleluya. Kitabu cha Isaya 28 mstari wa 6. 28 mstari wa 6. Inasemaje? Isaya 28 mstari wa 6, neno la Bwana linasema, naye atakuwa roho ya hukumu yeye aketie ili ya hukumu, naye atakuwa nguvu kwao wageuzao nyuma vita langoni. Nao atakuwa nguvu kwao wageuzao nyuma vita wapi? Langoni. Langoni. Haleluya. Nimekwambia January ni lango la mwaka, na kuna vita nitakuonyesha mimi. Amina. Kuna vita, lakini anasema atakuwa nguvu kwao wanaorudisha vita wapi? Nyuma. Haleluya. Uwe na agenda za kuomba. Unajua, unapofahamu neno la Mungu linakupa agenda za kuomba. Ukiomba nje ufahamu, maombi yanakuwa magumu sana. Mungu ape sifa. Ni mwezi wa kufukuza na kung'oa michomeko. Unajua kuna michomeko, sio? Ukisoma Joshua 9 mstari wa kwanza na kuendelea kule, utaona kuna kitaifa kilichomeka pale, ambao kilikuja kuwa ni mwiba kwenye mbavu zao, cha Gibeon, kabila cha Gibeon. Ukisoma mlango wa 9 utaona kuna kikabila kilikuja kupatana na Israeli cha jirani, moja ya makabila ambao Mungu aliwaambia Israeli, mkikutana nao wao uwa msiache hata mtu mmoja. Bwana asifiwe. Kuna vikabila viko pembeni pale, makabila kama 5 hivi. Wakavaa nguo zilizochakaa kama kwamba wametoka safari ya mbali sana, na viatu vilivyotoboka toboka. Wamekuja na mkate ambao mkate tayari una nini, una ule nini sijui ule ukungu fulani hivi. Yes, if kwamba umetoka safari, yani umetembea muda mrefu kweli kweli, kumbe kutoka Mlodatu hapo. Bwana asifiwe. Wakaombea Joshua, tunaomba ufanye agano na sisi.
Alichomeka. Joshua akaungana nao agano. Walipogundua akataka kuwaua, Joshua akazoea, sababu tukiwaua watu nimejipiga sisi wenyewe kwa sababu tumeingia na nini? Agano. Mungu hawezi kutuelewa. Haleluya. Bwana apewe sifa. Kuna mchomeko ibisi za kuwekea mbele. Ukiingia kwenye covenant naye tu uwe na hakika itakuwa mbavuni mwako ni mwiba. Mungu asifiwe. Utakuwa ni nini? Ni mwiba. Sasa ni majira unapoomba maombi yako inawezekana si January tu, lakini hakikisha unapiga michomeko inayoingia mbele yako. Kwa sababu ibilisi ile kuletee uharibifu lazima kupe watu. Haleluya. Watakuja kwenye sura nzuri, watakuja natia huruma, lakini ndio anakufanyaje? Anakuwekea kitanzi kwenye shingo. Haleluya. Utafurahia mwanzoni, lakini kuna kilio mbele kule. Na ukiendelea kulia kwa sababu umeingia naye agano, endelea kuvumilia. Haleluya. Bwana apewe sifa. Unavumilia taratibu, usipigize kelele na mtu, usipige kelele mbinguni kwa sababu mbingu imetoa tahadhari zote. Mungu asifiwe. Fukuza marafiki wachumba michomeko wanaokuja, alafu ita marafiki ambao Mungu amewaassign kwa ajili ya maisha yako. Ita mahusiano ambao Mungu ameassign kwa ajili ya maisha yako. Si muda wa kuweza kuachilia. Hivi ni vitu viko kwenye ulimwengu, roho vinaandaliwa. Lakini kazi inafanyika wapi? Januari. Jamaa wanafahamu sasa mwaka huu umeingia jamani. Kuna jamaa na mikakati yao kwenye kanisa. Tufanyaje? Haleluya. Tufanyaje? Ninakwenda tahadhari sana nikikumbuka kanisa moja, wakala moja ituma mjumbe wake, alituma mjumbe wao, wamefanya kikao, wasema jamani hawa jamaa naomba maombi ya muda mrefu sasa hivi. Wakimaliza maombi yao ili Yanga tukatoa piti, tutakuwa hatupiti hapa. Wana maombi ya patano, mchungaji na watu wake. Ni wa moto kweli kweli. Bwana asifiwe. Lango la giza lika strategize, likapiga mikakati, sema jamaa twende za tuvamie. Wakaingia watu 4. Mmoja kaenda kuombewa pale na wamepewa na budget ya milioni kama 90 hivi. Can you imagine? Bwana asifiwe. Yaani libakiza maombi ya siku 2 wamalize, waishamaliza kazi jamaa. Maombi yalifia hapo. Wakagombana wenyewe kwanza kwenye maombi na mchungaji wao. Jamaa wakatia hela wakamnunulia nyumba mzee. Anakaa mlo wakamnunulia nyumba mjini. Mchungaji. Na gari, ajui kuendesha gari, driver ni wao wenyewe. Ibada anakuja saa 4:30, saa 5, ibada saa 3. Haleluya. Bwana apewe sifa. Kuna michomeko. Mimi muhimu kufahamu. Wako marafiki, amina. Hayo tena ratibiwa kwenye ulimwengu wa roho. Nilikuwa na wanafunzi hapa miaka 2 imepita nyuma hapa Mlo. Wamekuja mwingine michomeko tu mmoja. Binti anakana na rafiki yake tangu mwaka wa kwanza. Mwaka wa 3 ndio anagundua kwamba nikopo na wakala ibilisi. Kashamtafuna sana. Rafiki kubadilishana naye nguo, anabadilishana nguo tu. Lakini katumwa kwenye kazi kwenye madhabahu kwangu. Haleluya. Nikamkamata. Akakonfesi mbele ya marafiki zake anaongea. Yeye ni nani, mtu aina gani? Marafiki zake wakabaki wameshika mdomo tu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Yeye na marafiki zake yani. Nikang'oa kile kitu ambacho kiko ndani yake. Sasa mchungaji umetoa hicho kitu, nikirudi nyumbani nitarudishiwa. Kipindi hicho niko mwenyewe. Hebu nikae na wewe mchungaji. Binti wa kike akae na mimi, nikamwambia no, nenda nyumbani kwetu. Bwana apewe sifa. Nikienda mimi nitarudishiwa, ataniekea kitu. Nimevua ile vazi. Alivyorudi usikuonana naye tena mimi. Alikuwa ananikimbia tu hivi na marafiki zake. Alikuwa na kichumba kimoja na rafiki zake, akawachochea, aongee nao rafiki zake. Anaona kama amemlengisha kwangu. Kumbe katumwa yeye, kashindwa kazi. Michomeko. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kashavuruga sana binti. Kashavuruga rafiki zake, kavuruga sana, kawaharibu tayari. Haleluya. Nyinyi mna marafiki wanafunzi mashuleni sasa hivi, ibilisi hayuko duni sana.
You have to pray kuhusu marafiki, michomeko. Ili ukwame, kuna watu ukiambatana nao kuna baraka Mungu azirelease kwako. Kwa sababu kuna watu ambao hawastahili kupokea hizo baraka. Kuna watu ukishikamana nao kuna vitu vinakoma, mbingu inakaa kimya. Mungu atakavyoweza, kwa sababu una aina fulani ya watu, mbingu ai release blessing ambazo ziko naachilia kwako juu yako. Mungu asifiwe sana. Na Mungu amesema ameuvika mwaka taji ya wema wake kwa kila anayeingia kwenye mwaka. Hii Mungu ameachilia kwenye dunia. Lazima ukutane hii package. Usipofahamu ukaenda tu kama ufahamu, lazima ujue unajiandaa kupokea blessings za Mungu za mwaka huu. Una maandalizi, ni maandalizi wewe mwenyewe, lazima ujiandae kukaa mkao wa kupokea vitu ambavyo Mungu ameahidi. Mwanzo wa mwaka, hata kama hajakwambia, lakini ameshaahidi, ameachilia mema yake to everybody. Mungu asifiwe. So ni ability, ni uwezo wako kuweza kufahamu kitu gani Mungu amefanya na nijiandae kufanya nini. Haleluya. Kuna falme zilipewa kazi ya kukudhibiti ila zikashindwa mwaka jana. Kuna watu walipewa kazi ya kukudhibiti ila wakashindwa. Ukisoma Daniel mlango wa 10 mstari wa 18 mpaka 21 utaona malaika aliyekuwa anamsaidia kazi Daniel. Haleluya. Anamwambia Daniel, imetoka kupigana hapo juu, anasema ninavyoondoka ngoja nikapigane na mfalme nini wa Uajemi. Lakini angalia, ninapoondoka hapa mfalme wa Yunani atakuja. Anamwambia Daniel, let me see, unafikiri mfalme gani? Wakuu wa anga. Daniel alikuwa anafanya maombi ya kufight na wakuu wa anga. Mungu asifiwe. Asema mkuu wa Uajemi wa Yunani atakuja once I go. Ninapoondoka asema ngoja nikamalizie vita. Naenda kupigana na mfalme wa nini? Na mkuu wa Uajemi. Lakini nikiondoka toka mkuu wa Yunani atakuja kwako. Haji kwenye taifa la Babeli. Anakuja mkuu, huyo ni mkuu wa anga. Anakuja kwa Daniel. Kwa sababu gani? Kuna vita ilipewa mkuu wa Yunani wa Uajemi, akashindwa, blessing vitu vikafika kwa nani? Kwa Daniel vikafika. Amina. Anakuja the powerful one. Listen my friend. Kuna maisha ulikuwa uyaishi. Kuna maisha ambayo kuna vitu ulikuwa usivipata, lakini Mungu akaachilia kwa neema yake ukavipata. Maana yake ibilisi alikuwa ameshindwa kukuzuia. Kuna maisha ulikuwa uyaishi mwaka jana, kwa bahati mbaya sana kuzimu wakapata shida, ukayaishi ile maisha. Maana yake lango la giza, kuna mlizi alipewa kazi ya kuzuia akashindwa, wewe kaishi hivyo. Keep it in your mind. Kuna ufalme ulio juu zaidi utakuja kukunyang'anya hicho ambacho umekipata, kwa sababu hukustahili kwenye ulimwengu wa roho kisheria, kwa sababu unapingwa kisheria. Hamjanielewa naona? Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mema unayopata, kuna sheria wakati mwingine nasema hawaruhusiwa kufunga ndoa. Na wewe umeshavunja ile chain. Umefunga ndoa. Usifikie atakuachia ufurahi. Asema no, mlikosea, mmemwacha amefunga ndoa yule. Anatumwa mkuu mwenye nguvu zaidi ya yule aliyepewa kazi, ili kuhakikisha anaichukua hiyo ndoa. Umekuwa na afya, kwa natakiwa umeume tu, lakini kwa neema Mungu umepata healing. Atatumwa aliyepewa kazi kuhakikisha magonjwa yatoke kwako. Haiwezekani. Mwenye nguvu zaidi yule wa kwanza, ili kurudisha ugonjwa ambao uko juu yako. Ulikuwa unatakiwa ni wewe ni omba tu, ni usiwe na hela kabisa. Lakini kuna neema Mungu imepita kwako, angalau unapata kabiashara, kakula, angalau unakula sambusa asubuhi, unafurahia kidogo, angalau sambusa 2-3. Lango la giza litaka wewe upige uji usiokuwa na sukari. Umekosea sana chumvi upige pale. Lakini unakula sukari, sasa hivi unapaka blueberries na nini na mkate, usikiwe na furahia. Lango la giza sema baba yako na mama yako kwa hii kula mkate, umetoa wapi? Hata shilingi 2000 tu ya kula mkate wanaumia.
Atatumwa mfalme mwenye nguvu zaidi kuhakikisha na kunyang'anya huo mkate urudi kwenye uji. This is the strategy of evil. Mungu asifiwe. Haleluya. Walikoseaga mwaka jana ukaishi hivyo, ukawa na amani, wakati wewe jina lako kwenye ulimwengu unasema wewe ni Yabesi tu, lazima uishi kwa huzuni. Unapataje furaha? Huo ni mkakati wa lango la giza. Furaha isionekane kwako. Haleluya. Kwa bahati mbaya umeanza kucheka, usifikiri lango la giza inafurahia kucheka kwako, kwa sababu machozi yako ndio project yao. Mungu asifiwe. Lakini strategy kama alikosema mwaka jana, uwe na hakika mwaka huu mwanzo wa mwaka wenyewe wanapanga mikakati ya vita kwako. Mungu asifiwe. Sio kwamba kwa kila mmoja. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na kwa kila mmoja. Nilishangaa sana mwaka jana, sijui mwaka juzi. Wameona mmejaa hivyo. Sasa kuna mtu anatumwa akahesabu watu, amekaa mbali afu anahesabu watu wanatoka kanisani. Akaniambia, mchungaji, umeona leo watu 76 wanaingia kanisani kwako leo. 76? Mimi mwenyewe siku experience hicho kitu. Bwana pesifu. Ndio kumbe mnafuatilia tu wakati mnaingia kanisani. Mungu asifiwe. Anataka ingia watu 5 10 ndio fly yao kanisani. Maana yake anaangalia tu wanaotia ufahamu ni wangapi. Mungu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Hafurahi. Nataka ufahamu hichi kitu. Ndio maana umuhimu wa ndoto Mungu kukua. Ndio maana muhimu uone sababu ya kukua kiroho kila itopo leo. Kwa sababu kwa kadiri unavyokuwa kiroho kwa hatua moja, vita yake inakuwa ni tofauti na jana. Ndio maana anasema aliwafanya wengine kuwa mitume, wengine manabii, wengine wachungaji, wengine walimu, wengine wainjilists, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu ili kazi ya huduma itendeke. Lakini lengo ni nini? Tuweze kufikia kimo cha utimilifu wa Kristo. Amen. Friend, kama hutakuwa Christ himself, huwezi kupambana na ibilisi. Hujanielewa? Sawa? Lengo la Kristo kwa ndani yetu maana yake sisi tuwe yeye. Hii watu wengi wamfahamu. Unataka ukae jina lako tu Jackson Charles, sawa? Matugol ukaewe, lakini Jehova anataka lango la giza likikutazama limuone Kristo. Ndio maana Paulo anazungumza, si mimi ninayeishi, ila ni nani? Kristo ndani yangu. Dhaifu kwa maana shetani akikutazama akuoni wewe, anamtazama Kristo himself. Haleluya. Bwana apewe sifa. Yaani wewe ni Kristo himself. Ndipo utaweza kusimama kwenye lango na kupambana na lango la giza. Utafanya vitu, utajiona unaomba wewe, lakini si wewe. Wewe unatumika tu kama chombo, as a vessel. Unanielewa? Unatumika kama chombo kinachompeleka Bwana vitani. Amjenielewa vizuri, eh? Gari halina maana yote kama hamna driver ndani. Mungu asifiwe. Tuko tunaimba nyimbo zetu zamani, dereva wangu ni Yesu, dereva, 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 dereva wangu ni Yesu. Hizi nyimbo za wahenga. Haleluya. Bwana apewe sifa. Ndio anayeratibu maisha yako. Wherever you go, popote unapoenda, sokoni, kazini, kwenye biashara, unaenda kisimani, is not you. Amina. Is the Christ himself. Ndio nende wewe unampeleka tu. Ndio inachokuondolea hofu nicho hapo. Sasa wana Mungu, ni muhimu neno la Kristo likae kwa wingi ndani mwako, ili ufahamu kwamba iweze kuondoa hofu na mashaka ndani mwako.
Mungu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Lengo ni kukuingiza vitani. Mungu ana mchezo. Yesu mwenyewe anakuambia sije kuleta amani mimi duniani. Amina. Biblia ukisoma unaweza kusielewa vizuri, lakini anasema sije kuja kuleta mimi amani. Hii sentence ngumu, wengine hawaisomagi. Hasa mimi nakuja kuleta nini? Upanga. Kumfitinisha mtu na nani? Na nduguye. Haleluya. Utampokea Kristo tena kugundua anayekuchagua ni mama yako mzazi. Utakuwa na furaha nafikiri. Utakugundua anayekuchagua ni ndugu yako wa karibu sana. Ni rafiki yako uliyempenda sana, ndiye anavuruga system ya maisha yako. Kwa sababu tayari una neema ya kuona Mungu anakujulisha vitu vingi. Nasema sijeje kuleta nini? Amani duniani. Mungu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Kuna maisha yani hukutakiwa kuyaishi kisheria kabisa. Lazima ujue. Kuna vitu hukutakiwa kuwa navyo wewe kisheria. Na mbingu inaangalia mpaka uifute hiyo sheria isifanye kazi kwako. Ndio maana sisi hatutawaliwi na sheria. Tunatawaliwa na nini? Neema yatubeba na tutawali. Tunatawaliwa kwa neema. Tumeokoka sisi ni kwa neema tu. Sio kwa matendo yetu. Kuna vitu kisheria vilipangwa kabisa na unastahili usiviishi hivyo. Kama uvifahamu utajikuta unanyana kwa lugha unaomba lakini unaishi hizo sheria. Utakutana na mapigo ambapo utakuwa unajiuliza maswali mengi sana. Bwana nimeokoka unaishi hivi? Mbona nje kanisani na sala lakini mambo yanakuwa ni hivi tu? Sheria ni muhimu kafahamu. Bwana apewe sifa. Usipofahamu maana yake wokovu wako utakuwa na maana sana kama neno la Mungu litakutakasa. Anasema uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Hakuna atakayeokoka kumpokea Kristo akapata badiliko moja kwa moja la kitabia kama hajapita kwenye kikango cha neno la Mungu. Bwana apewe sifa. Hivi navyo vizungumza. Kama huwezi kujua kuomba havitatoka. Amen. Niliwaambia hapa majuzi katikati nikwambia watu wengi nafikiri ukishaokoka ukikaa kuna vitu vinaondoka vyenyewe tu. Nikamwambia muulize Yesu alipoingia kwenye kaburi la Lazaro. Alikaa kimya au alifanyaje? Ni Mungu yule. Mungu asifiwe. Angekati kwenye kaburi la Lazaro anamwambia wanafunzi subirini, mimi ndio Mungu mwenyewe atatoka tu. Subirini. Mpaka leo tukikupa Lazaro hajafufuka mpaka leo. Aliita Lazaro. Jonjo. Haleluya. Wakashangaa imekuaje? Amekufa na mhitaji. You have to call. Lazima uite. Kuna vitu viamuru vije. Kuna vitu lazima uviamuru vitoke viende. Kuna vitu lazima uviharibu. Kuna vitu lazima uviteketeze. Nimekuweka leo ili kubomoa, kuharibu, kuvunja, ili kujenga na kupanda. Glory to God. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ukikaa kimya vitu vitakuangalia tu. Tambua upo kwenye mashtaka ya kurudisha ulivyovipata. Mmenisikia? Upo kwenye mashtaka. Lango la giza linalalamika. Huyu kwa nini amenunua gari? Wanarudi nyuma, tulikubaliana na nini? Kwenye bingu wa familia. Huyu imekuwaje kanunua gari? Tulikubaliana nini? Imekuwaje huyu unaona biashara yake inaongezeka tu?
Tunaona sasa hivi ana fedha ambayo kimsingi haipungui milioni 2. Imekuwaje? Baba yake hajawahi kushika hela huyu. Amena. Waenda kutoa sadaka kwenye kaburi tena, yani hizi tu kwenye kaburi la babu yako. Miungu iliyopata access kwenye familia. Wanaenda kumshtaki mlokole. Biblia inazungumza mshtaki wetu ni kama simba ngurume. Unafikiri shetani amshtaki nani nyote watu? Ashtaki wale nje, anashtaki Waebrania waliopokea Kristo. Mungu asifiwe. Ndio wanaoshtakiwa hao. Amekuja na fedha hiyo inakuwa tajiri. Babu yake alipata utajiri kwa kuua. Huwa anakuja na kuwa na hela tu hivi. Mkakata kukushtaki kufilisi hela yote hiyo. Unaanza kufanya kazi. Anakuinulia watu sasa. Amina. Watakonyang'anya hiyo hela. Haleluya. Haipotei kwa bahati mbaya. Hautakuwa mgonjwa kwa bahati mbaya. Ni mashtaka yamepata kibali na unaenda. Nimeshuhudia mimi Bariadi. Mchungaji amekuwa mganga kienyeji, anapiga nyanga. Mimi sikuamini ya mama. Rafiki yangu anataka nunue ile speaker, mpe speaker, na jamaa kumuzia speaker. Ataki, anamzungusha tu. Anapiga ramli, mganga, mtumishi wa Mungu wa Pentecost kabisa. Miungu imeenda kumshtaki, huyu anakuja mchungaji wakati babu yake kuna mikoba. Haleluya. Huyo ni mchungaji huyo, ambaye anaombea watu. Ghafla anagonga nyanga, anapiga ramli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu asifiwe sana. Kama kuna furaha unayoatilisi kidogo tu, na unaangalia tu, anaangalia mama yako tangu amekopa uje kuona mama ana furaha mpaka baba anaondoka duniani, ukushuhudia mama ana furaha, wewe unaipatia wapi hiyo furaha? Utashtakiwa vile vile. Sasa ni mwanzo wa mwaka kudeclare, kwa sababu mlitesa muda mrefu, unatengeneza msingi. Sema msingi. Mungu asifiwe. Haleluya. Unasukuma vita langoni iende nyuma. Mungu ape sifa. Ukifahamu na kuna wengine mliishi furaha kwa muda mchache tu, mkajua Mungu ametenda, afu ghafla mkajikuta mmerudi mlikotoka. Sinamkumbuka Yakobo. Yakobo alifurahia ndoa, anaamka asubuhi na kujikuta na mchomeko tayari. Au mmemsahau Yakobo? Namkumbuka vizuri. Alikuwa amemtazama nani? Raheli, sawa? Kisukwa chake Raheli kasema yes. Lakini anakuja kuamka asubuhi kuna vitu vingine vinavyoendelea pale. Kalalamika, lakini anambia hayo hivyo yaani ili tukupe na wewe pika miaka 7 mingine hapo ya maumivu. Mchomeko. Unafurahi kitambo, umetoa shuhuda wakati mwingine ghafla ukustahili, yaani mashtaka yamefika haraka sana, umerudi ulikotoka. Mbona alikuwa anaendelea vizuri tu jamani, nimekuaje hii? Lazima ufahamu mashtaka. Amina. Ghafla unarudi ulikotoka. Ile Mwanzo 29 utasoma mwenyewe 25 kule. Ukifahamu kuna kubadilishiwa matokeo langoni, utakesha kulinda usibadilishiwe matokeo. Ukifahamu kuna kubadilishiwa matokeo langoni, utalinda usivamiwe. Utalinda usipandiwe uharibifu. Haleluya. Bwana apewe sifa. Kwenye Isaya 28 mstari wa 6 ule utalinda ili kusukuma vita wapi? Nyuma. Haleluya. Lakini tunatembea na mwaka uliovikwa wema.
ukifahamu tunatembea na mwaka uliovikwa wema, ndipo ile Isaya 54:17, kila silaha itakayofanyika kinyume kushindana nami, kila silaha iliyofanyika kinyume kushindana nami, kila silaha inayofanyika sasa hivi kinyume kushindana nami haitashinda. Mungu asifiwe. Kila pando lililopandwa ili kukuangamiza kwa kuharibu, ukijua Bwana amemvika wema, amevika taji ya wema mwaka, uwe na hakika utazungumza ukiwa na furaha ya mwaka. Hutaondoa mema yangu, maana kuna mema yangu imekusudiwa hapa, ninayo mkononi, Bwana amenikabidhi. Amina. Lakini liko pando lililopanda ibilisi, tunaling'oa kama Bwana aishivyo. Tutalitupa nje, tutasambaratisha. Kila mifumo na miundombinu langu la giza itakuachilia. Amina. Kila ulimi uliokuhukumu, uliokushtaki, unaopanga kukuwekea mashtaka, utakao nishtaki nihukumiwe, ninaukunja wa ulimi. Ninarudisha mashtaka yalikotoka. Ninanyamazisha. Jua halitaendelea mpaka nimeng'oa. Gideon anapotetea kanisa taifa la Gibeon alikokitetea kitaifa, alinyamazisha kama ni mchana, jua lisiendelee na programu yake, litulie. Bwana apewe sifa. Haleluya. Mungu apewe sifa. Haitafanikiwa. Nina ukunjo ulimi ulioshtaki biashara yangu, ulioshtaki uzao wangu, ulioshtaki elimu yangu, ulioshtaki ndoa yangu, ulioshtaki mahusiano yangu. Ninakunja wewe ulimi. Itarudi likotoka. Haleluya. Na viamsha viwango vya biashara mpya. Ni msimu wa kuamsha viwango vya biashara mpya, wa kuamsha amani, wa kuamsha uzima, wa kuamsha kazi, wa kuamsha friendship. Marafiki waliolala katika kuja kukutana nao, wamelala usingizi, wamepiga bumbwazi, unawaita. Mungu asifiwe. Na kufukuza friendship za kipepo. Ni Januari. Haleluya. Ni Januari kumwambia Bwana na kuimbia mazingira yaliyoandaliwa. Maana kimfumo umekuwa setted kwenye ulimwengu roho. Nimekwambia ibilisi amemaliza kazi yake, alipo ndipo tunapoamkia pale pale. Mungu asifiwe sana. Alipofikia ndipo tunapoamkia pale pale, tunafukua. Bwana atupeleka kwenye kilindi cha damu. Alipochinjia kafara ndio hapo tunapoamkia na kuvunja nguvu ya kafara na kuiachilia damu ya Yesu. Katika jina la Yesu. Haleluya. Sema, Mungu Baba, leo ninakushukuru. Ni mwanzo wa mwaka. Ni mwanzo wa mwaka. Ni mwezi wa kwanza ambapo sisi wafalme tunaingia vitani. Si mwezi wa kulala. Tunajua yaliyopandwa, tunajua mipango yao, tunajua mikakati yao iliyopangwa Bwana, asubuhi, mchana na jioni na usiku wa manane. Kila aliyoyapanda ili kunidhoofisha, leo ninaamka Bwana. Kila silaha iliyofanyika, iliyoandaliwa, iliyotumwa kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye ndoa,
kwa watoto, kwenye mahusiano, inayozuia, iliyopiga wanaonistahili, inawaamsha leo. Ninazuia sumu ya silaha hizo, ninanyamazisha mipango ya silaha hizo, ninaachilia damu ya Yesu Kristo, ninazivuruga kazi zao, ninavuruga rada zao, ninabomoa antena zao, ninaziharibu kazi zao, ninazivunja darubini zao, ninavipasua vioo vyao vinavyosoma maisha yangu leo hii kwa jina la Yesu. Kila silaha inayotoka kwenye lango la familia, kwenye ukoo, kwenye mji, kwenye taifa, kwenye dunia, ninaenda Bwana kwa jina la Yesu kwenye levo hiyo, nikiziharibu hizo silaha zilizochimbiwa, zilizowekwa kwenye mwezi, zilizowekwa kwenye jua, zilizowekwa kwenye nyota. Leo hii ninabomoa hayo maashara, hizo kazi ninaziharibu. Kila mifumo iliyopandwa kwenye makaburi, walipofukia jina langu kwenye makaburi, wakatamka maneno mengi, leo hii ninafukua na nitoa jina langu, ninaitoa biashara, ninaitoa ndoa, ninatoa kazi, ninatoa mume, ninatoa mke, ninatoa watoto, ninatoa kazi zangu, ninatoa nyota. Kila mpango uliofanyika ninaosambaratisha kwa moto wa Yesu, 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 kwa moto wa Yesu. Roho za mizimu zilizofuatilia hatua zangu, walinishtaki sistahili kuwa na amani, sistahili kuwa na furaha, sistahili kufaulu, sistahili kuwa tajiri, sistahili kuwa na heri. Kwa jina la Yesu, uko wema uliofungwa kwenye mwaka, ni mwaka wangu sio mwingine, ni mwaka wangu sio mwingine. Ninaziharibu hizo kazi kwa moto wa Yesu. Sema fire, 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 fire. Ninalipua hiyo mifumo yenu uliyoipanga kuanzia asubuhi mpaka asubuhi, ninaifumua, ninang'oa, 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 ninang'oa hayo mapando yaliyotamka watoto wangu, ninang'oa hayo mapando yaliyoamka na kutamka ndoa yangu, ninang'oa hayo mapando yaliyofisha kazi yangu, ninang'oa hayo mapando yaliyofisha biashara kwa moto wa Yesu, walioshika elimu yangu kwa moto wa Yesu. Hebu ng'oa kwa jina la Bwana. Uine fire God, ng'oa. Hautazuia maisha yao, hautazuia elimu zao, hautazuia biashara zao, hautaua ndoa zao, hautaua uhusiano yao, hautaua. Ninakunyang'anya tatama hapa kwa jina la Bwana. Uine fire ragabasete rege boja taramasa amelisha mke ramanelewasia gatamandelebasaya basata ekota mama magigabota basata ekota mama magigabasata ekota mama magigabasata mama magigabasata basata ekota mama magigabasata mama Tunamwona
Thank you.
ninawaita wale waliobeba mema ya wazazi wangu nikarisi umasikini badala ya mema, ninayaita nayo, ninayadai nayo kwa damu ya Yesu na moto wa Yesu unaachilia. Sema fire! 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 Kwa jina la Yesu ninawanyang'anya, ninayakusanya, kusanya kwa jina la Bwana. Ita kwa damu ya Yesu na hai. Tata kwenye mgongo roho, wasikuzuie
kila pando lisilopanda na Baba mbinguni, kila mchomeko wa magonjwa, kila mchomeko uliopanda juu yako, ninatamka urejesho wa afya ya kiungu. Ninang'oa kila kisicho haki ndani yako, kilichomeza maisha yako, ninakilipua kwa moto wa Yesu Kristo. Pepo aliyemeza hatima maisha mtu huyu, pepo aliyotia magonjwa kwa mtu huyu, pepo aliyotia uharibifu kwa mtu huyu, pepo aliyotia vidonda kwa mtu huyu kwa tumbo, aliyetia vilio kwa mtu huyu, ninakuapiza right now. Ninakuamuru saina viongea, ninabatilisha mifumo yako uliopanda juu ya mtu huyu, mifumo ya kiroho ya kipepo. Kila mfumo wa kichawi uliomeza maisha yako, ninauzima na zima wa mfumo. Lango la kichawi, lango la giza halitakuwa na sauti juu yako, halitazuia mema ya Bwana kwenye maisha yako, halitazuia wema wa Mungu kwenye maisha yako, halitazuia biashara, halitazuia kazi, halitazuia promotion. Marafiki michomeko wakawe mbele za macho yako wazi. Inafuta kila kumbukumbu na alama za marafiki wa kipepo, inafuta uchumba wa kipepo, inafuta mahusiano ya kipepo kwa jina la Mwokozi hai. Inabatilisha kila aina mpango na mkakati, kila silaha iliyotumwa kufanyika juu yako haitafanikiwa kwa jina la Mwokozi Yesu. Na kila ulimi uliokuwa mnemkosa, ulikushtaki kupitia lango la familia, nafuta hayo mashtaka kwa damu ya mwana kondoo Kristo hai. Inafuta hayo mashtaka kwa damu ya mwana kondoo Kristo hai. Na haribu kila aina mtandao, antena zilizo nje na ndani, zilizo nyumbani na zilizo kazini, zilizo kwenye biashara, zilizo kwenye shule. Inafuta na kuvunja nguvu ya mifumo ya antena hiyo katika jina Bwana. Hautafuatiliwa. Kila aina ya vioo vinavyosoma rada maisha yako, inapasua hivyo vioo. Wadudu wale nyumbani kwako wanafuatilia tu wa maisha yako, wadudu waliopanda, wewe ni mjusi, iwe ni mende, iwe kunguni, iwe mbu, iwe nge, iwe tando, inatuma moto hapo alipo. Ninawafukuza wote, inazima ya mifumo, kila mishaji yako, kila makosa yanayosibiwa juu yako, kwa sababu umekosea na hukumiwa. Ninaachilia damu mwana kondoo Kristo hai, ikafute kila aina ya makosa, dhambi na uovu. Damu yenye thamani kanene mema. Ninafungua mwanzo mpya, nafungua mwaka mpya, nafungua hatima mpya, nafungua kusudi la Bwana kwenye maisha yako. Inafungua kila kusudi lililopita kwenye maisha yako la kipepo, ninalizima kwa jina la Yesu Kristo hai. Ninakuinua. Bwana kaangaze nuru za uso wake, Bwana akakuinulia uso wake na kukupa amani ya kudumu, na kukufadhili fadhili za milele, na kuondolea kwenye ghadhabu ya mauti, na ondoa kila nguvu ya mauti, kila mauti kwenye biashara, mauti kwenye ndoa, kwenye mahusiano, kwenye elimu. Inafuta mashtaka ya mauti. In the name of Jesus Christ, I command the healing to you. Ninatamka kuinuliwa tena upya. Inatamka promotion, inatamka moyo ibada juu yako. Bwana akainue kusudi lake na kulithibitisha katika kila njia na hatua unayopita. Ufalme wa giza ukakose furaha kabisa kwenye kila hatua unayopiga. In the name of Jesus Christ, inawaamuru mizimu, hamtazuia. Ninaamini ninyi majini mliomeza maisha mtu huyu, acha maisha yake haraka, 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 acha maisha yake haraka. Wewe pepo mahaba uliyesema umeoa mtu huyu, acha maisha yake haraka. Wewe pepo mahaba umesema umeoa, haujaoa wewe, nafuta ndoa yako feki kwenye ndoa, kwenye ndoto, nafuta mipango yako kabisa. Inakunyang'anya kwa huru wa kuwa mkali na kuwa lango la kichawi, na vunja maagano yako. Kila eneo la kipepo inaliondoa yako. I command the power of God with the fire.
Funga milango uende. Utazoofisha mtu huyu. Ninaondoa mbegu yako iliyopanda juu mtu huyu. Hiyo mbegu neneng'oa. Alama za kichawi zilizofuatilia maisha yako, ninazizima hizo. Ninazima data za kichawi, nazima data za kichawi, nazima data za kiganga, nazima data hizo za kufa, nazima data za mauti zilizosoma kwako, nazima data za umasikini zinazosoma kwako. Nazima data za HIV, nazima data za cancer, nazima data za kisukari, nazima hizo data za magonjwa sugu, nazima data za kuchanganyikiwa, hizo data za kufeli, nazima hizo data with the Holy Ghost. Na wingu la utukufu Bwana likafunike hatua yako. Ninainua watoto wetu Bwana, ninavunja kila mpango wa lango la kuzimu. Ninainua watoto wetu Jehova, kila mikakati bisa imepanga juu yao. Ninaituma damu ya Yesu Kristo kwenye kila ufahamu, kwenye kila ufahamu, kwenye kila akili Jehova, kwenye kila moyo wa watoto. Inafuta kumbukumbu chafu ndani yao kwa mamlaka jina Mwokozi Yesu hai. Inavunja maagano ya ukahaba, navunja maagano ya ukahaba, navunja maagano ya ukahaba, navunja agano la ukahaba, navunja agano la ukahaba, navunja agano la usagaji, navunja agano la ushoga, navunja maagano kwa damu ya Yesu hai. Navunja maagano ya umasikini yakakuachilie kazi yako ikae salama. Navunja maagano ya talaka, maagano ya kuachwa na kuachika, navunja maagano ya kufeli, maagano ya kukosa kazi, nafuta maagano, nafuta maagano ya watoto kumaliza shule kukosa kazi, wanamaliza shule na kuna shughuli ya kufanya with the Holy Ghost. Wewe Mungu ulao, ni moto ulao, inatangaza mema. Vile umefunga Bwana, umeuvika mwaka taji ya wema wako Jehova. Ninaachilia wema huo ukasome kwenye moyo wa mtu huyu. Wema huo ukasome Bwana kwenye moyo wa mtu huyu, na akauone wema wako. Maana fadhili za Bwana, hakika wema na fadhili za Bwana zinatufuata, zitatufuata, zinatufuata, zinatufuata, zinakufuata. Wema na fadhili za Bwana zikaseme maisha yako, zikakufuate unapokwenda, zikakufuate. Kila aina wingu la uharibifu kwenye maisha yako inalikata nyuma yako. Mkia wa mabaya ukatike katika jina la Yesu. The mighty name of Jesus Christ. Katika jina Bwana Jehova, ninatangaza urejesho wa afya, amani, utulivu. Natangaza mema yakafuatana na asiwepo kwa karibu uzao, wa kuharibu kazi, wa kuharibu mimba ya rohoni, wa kuharibu mimba za nje za tumboni. Asiwepo kwa karibu hiyo katika jina la Mwokozi aliye hai. Mungu nakutukuza. Ninatuma moto kwenye nyumba nazokaa. Pepo linalotia masabaratisho familia, pepo la asili linaloua ndoa, pepo la asili linaloua mahusiano, pepo la asili linalozuia mahusiano, inaabudu kwa mamlaka ya jina Bwana. Inawakamata kwa kitanzi wale wakorofi na wajeuri kuokoka kwenye nyumba ndugu zako. Jehova, ninakushukuru kwa ajili ya ndugu zetu ambao wameokoka na wanaokoka mwaka huu, wasianguke kurudi nyuma. Ninawafunika kwa damu na kondoo. Wape neema kuendelea, wakufanikiwe Bwana katika wakati mfupi. Wape neema kupunguza mwendo Bwana wa maumivu juu yao. Wape neema kuvumilia, wakakuone wewe kwenye hatua zao katika jina la Mwokozi Yesu. Sema amina. Haleluya. Bwana asifiwe.